baada ya kusali salata dhuhur katika siku hii ya leo ambapo ni dhuhur يوم الاربعاء na hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumatano التاسعة والعشرون ya mwezi 29 katika hii Ramadhani iliyobarikiwa ya mwaka 1447 Hijiria. Darasa yetu ya kitabu Ithafu al-Iman bidurusi shahr Ramadhan. Na darasa tuliyoanza jana ambao ni darasa ya mwisho kwenye asli ya kitabu hiki ni ad-darsu al-30, darasa ya 30. Sheikh anasema hafidhahullah ta'ala فيما يجب على المسلم بعد شهر رمضان, katika lile ambalo linawajibika juu ya Muislamu baada ya mwezi wa Ramadhani. Darasa muhimu sana kwetu sisi Waislamu ambao Allah ametupa neema ya kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutekeleza ibada zilizokuwa ndani yake kasiyam wal qiyam, kama vile ibada ya kufunga, ibada ya kusimama kisimamo cha tarawih, ibada za kuwafuturisha wafungaji na nyinginezo katika ibadati kemkemu zenye kupatikana katika Ramadhani. Lakini swali la kujiuliza hapa sasa, Ramadhani inaondoka, nini kinawajibika kwetu Waislamu baada ya Ramadhani? Sheikh alianza darasa hii kwa utangulizi mzuri sana, akizungumzia namna masiku yanavyokatika na nyusiku zake, na akatuambia kwamba kwa hivi masiku yanavyokwenda mbio ndio tukumbuke kwamba tumekurudia sisi kuhama katika nyumba hii ya ulimwengu na kuelekea akhera kwa Mola wetu. Akaeleza yaliyoeleza, kisha tunaendelea pale tulipoishia jana. Sheikh anasema katika nasaha zake, ibadallah, enyi waja wa Allah, inna shahra ramadhana, hakika mwezi wa Ramadhani, kama wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama alivyosifia mwezi wa Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, shahrun awwaluhu rahmatun, ni mwezi ambao mwanzo wake ni rahma, yani kumi lake la mwanzo, wa awsafuhu maghfiratun, katikati yake mwezi huu ni maghfira, wa akhiruhu itqun minan nar, na mwisho wake mwezi wa Ramadhani kumi la mwisho hili ni kuwashwa huru na moto wa jahannam. Hadithi hii imetangulia katika baadhi ya darasa huko nyuma, kwa huwa hadithi dhaifu. Sheikh anasema wadhālika lianna an-nasa ma'a hadha ash-shahr, na hilo ni kwa sababu hakika watu pamoja na mwezi wa Ramadhani lahum halatu mukhtalifa, wana wao hao watu hali tofauti tofauti. Watu wametofautiana kwenye hali zao katika Ramadhani. Anatutajia zile ahwali ambazo watu wanakuwa nazo katika Ramadhani. Yakul faminhum, kuna miongoni mwao hao watu, man wafahu hadha ash-shahr ay adrakahu wa wajadahu, kuna yule ambaye umemkuta yeye mwezi wa Ramadhani wa huwa mustaqimun ala ta'a, na aliyakuwa yeye huyo mtu ni mwenye kunyooka juu ya taa. Na watu hao mashaallah kabla ya Ramadhani alikuwa amenyooka katika dini ya Allah na kwenye ibada. Ramadhani imemkuta kwenye msimamo wake wa taa. Kuna watu hawa, faminhum, kuna miongoni mwao hao watu, man wafahu hadha ash-shahr, yule ambaye umemkuta yeye mwezi wa huwa mustaqimun ala taa, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kunyooka juu ya taa, yuhafidhu ala salati al-jumu'ah, ala salati al-jumu'ah, al-jumu'i, nini al-jumu'i, na jumu'a au na wingi wake, na al-jumu'a au al-jumu'a, na nini
فتاة مربوطة. يحافظ على صلاة الجمعة إلى تقوتها فتاة ميم الجمعة لمن يحافظ على صلاة الجمعة لمن يحافظ يصلى زي الجمعة والجماعة نجو يصلى زي جماعة يحافظ على صلاة الجمعة روات imekuta Ramadhani ni mwenye kuhifadhi juu ya swala ya Ijumaa wal jamaati na juu ya swala ya jamaa wako hivyo mubtaidun 'anil maasi na ni mwenye kujiweka mbali na maasi. Kuna watu mwezi umewakuta hivi thumma ijtahada fi hadha ash-shahr kisha akajitahidi mtu huyu katika huu mwezi wa Ramadhani bifi'li ta'at kwa kufanya taa mbalimbali فكان زيادة له فكان زيادة خير له أي فكان اجتهاده زيادة خير له فكان زيادة خير له نكوا kujitahidi ni ziada ya khairi kwa yeye kwa kuwa ni mtu wa khairi lakini ilipokuja Ramadhani akaongeza khairi basi hiyo ni ziada ya khairi kwake. Sheikh anasema fahadha na mtu kama huyu ambaye Ramadhani imemkuta katika khairi na ibada tanaluhu rahmatullah inampata yeye huyu rahma ya Allah li'annahu muhsinun fi amalihi sababu hakika yeye ni mwenye kufanya ihsani katika amali yake kwa kuwa siku zote amekuwa ni mtu wa kuongeza wema kwa hivyo anazistahili rahma za Allah. Wakati qala ta'ala na kwa hakika amesema Allah ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin hakika rahma za Allah ziko karibu na wenye kufanya wema. Wa minhum kuna miongoni mwa watu Sheikh anataja kundi lingine la watu wanaokutwa na Ramadhani man wafahu hadha ash-shahr kuna yule ambaye unamkuta yeye huu mwezi fasama naharahu na akaufunga mchana wake waqama ma tayassara min laylihi na akasimama kile kiasi chenye kuwezekana katika huo usiku wa Ramadhani wa huwa kabla dhalik na mtu huyu kabla ya hapo muhafidhun ala adai alfaraid ni mwenye kuhifadhi juu ya kutekeleza faradhi wa kathiri min at-ta'at ni mwenye kuhifadhi juu ya kutekeleza nyingi katika taa ni mtu wa khairi lakini indahu dhunub duna al-kaba'ir lakini yeye ana madhambi yaliyo chini ya yale makubwa. Ni mtu anateleza ana madhambi ya hapa na pale lakini si yale madhambi mazito ni madhambi yaliyo chini ya yale makubwa. Huyu naye Sheikh anasema fahadha tanaluhu maghfiratullah huyu bwana unampata yeye msamaha wa Allah huyu anasamehewa huko hayo madhambi yake madogo kwa kuwa Ramadhani imemkuta katika khairi ni mtu wa ibada ni mtu anafanya taa mbalimbali lakini ilipoingia Ramadhani kafunga kasimama usiku tarawih lakini maadhalika hajasalimika na madhambi madogo na anajiepusha na madhambi makubwa lakini anateleza wakati mwingine kama binadamu. Sasa huyu unampata yeye msamaha wa Allah. Qala ta'ala amesema Allah ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah katika sura an-Nisa aya 31 imetangulia aya hiyo kwa nyuma ikiwa mtajiepusha nyinyi na madhambi makubwa ambayo mnakatazwa kuhusiana nayo kujiepusha na yale madhambi makubwa kashirki billah kama kumshirikisha Allah wa hakadha shurb al-khamr wa qatl an-nafs waz-zina wa akli riba na mengineyo katika kabair ikiwa mtajiepusha madhambi makubwa ambayo mnakatazwa nukaffir ankum sayyi'atikum tutawasameheni nyinyi madhambi yenu madogo. Madhambi hapa yanayosamehewa ni yale madogo ikiwa watu watajiepusha na madhambi makubwa
bali Allah akamalizia aya kusema wanudkhilukum mudkhalan karima, tutawaingizeni nyinyi mahala palipokuwa patakatifu, ay aljanna, mahala pa ukarimu, hapo ni pepo hiyo. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini pia amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salawatu al-khams, salatano za faradhi, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, na Ijumaa mpaka Ijumaa, wiki nzima hiyo, wa ramadhanu ila ramadhana, na Ramadhani moja mpaka Ramadhani nyingine, mwaka mzima. Kafaratu lima bainahum, hicho ni kufuta madhambi cha yale yaliyokuwa baina yake masiku hayo. Yani Allah huyafuta madhambi madogo madogo yanayokuwa baina ya hizi ibada, madhambi yanayopatikana baina ya kila swala katika hizi swala tano, madhambi yanayopatikana baina ya kila Ijumaa, madhambi yanayopatikana baina ya kila Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine. Allah huyafuta madhambi haya, lakini kwa sharti idha jitunibatil kaba'ir, pindi yakiepukwa yale madhambi makubwa, basi utaupata msamaha wa haya madogo. Hili ni kundi la pili la watu ambao wamejirikiwa na Ramadhani, waminhum, na kuna miongoni mwa watu Ramadhani anasema man wafahu shahru ramadhana ay adrakahu, yule ambaye umemdiriki yeye mwezi wa Ramadhani, wa indahu dhunubu kaba'ir, na ana yeye madhambi makubwa. Kuna mtu Ramadhani inaingia na yeye ni mtu wa kaba'iri, ana madhambi makubwa, ulevi, uzinifu, ni mtu wa riba, mtu wa makamari na mabalaa makubwa kama haya, mambo ya shirkiyati yupo. Kuna mtu ambaye imemdiriki yeye Ramadhani, wa indahu dhunubu kaba'ir, na anayo yeye yako kwake madhambi makubwa, lakinaha duna shirki, lakini yakawa madhambi hayo ni chini ya ushirikina, ikawa ameyafanya yote lakini hajaingia katika shirki. Huyu naye waqad istawjaba biha dukhula an-nara, na kwa hakika alikuwa imemwajibikia yeye kwa madhambi hayo kuingia motoni. Waqad istawjaba biha dukhula an-nar, na kwa hakika amewajibika kwa madhambi hayo kuingia katika moto. Madhambi yalikuwa yanamwangamiza. Thumma taba minha wa sama hadha ash-shahr, anasema kisha akatubia mtu huyu kutokamana na madhambi hayo na akaufunga mwezi wa Ramadhani. Waqama ma tayassara minhu, na akasimama qiyamul layl kwa kiasi ambacho kimepesika kwake. Huyu naye fahadha yanaluhu al-'itqu min an-nar, basi huyu unampata yeye kuwa huru na moto wa jahannam, baada mastawjaba dukulaha, baada ya kuwa amewajibika kuingia huo moto wa jahannam. Allah anamwacha huyu kwa sababu ya Ramadhani. Kundi la nne ambalo shaka nalitaja hapa, wa minhum, na kuna miongoni mwa watu man wafahu ash-shahr, yule ambaye umemkuta yeye huu mwezi wa Ramadhani, wa huwa muqimun ala al-maasi, na aliyakuwa yeye ni mwenye kudumu katika maasi. Wana mtihani huu pia, wako watu wanamuasi Allah katika Ramadhani bila ya kujali. Ndani ya mwezi wa toba yeye anafanya maasi. Tunapowashuhudia watu ni Ramadhani lakini hafungi, anakula mchana kwa sala kwanza hilo. Kama ni mtu wa mambo ya pombe, analewa, watu wa bangi, anakuta bangi zake, anafanya uzinifu, kila kitu katika Ramadhani. Wako hawa wali'iyadhu billah. Na kuna miongoni mwao ambaye umemiliki mwezi wa Ramadhani wa huwa muqimun ala al-maasi, na hali ya kuwa huyu ni mwenye kudumu juu ya maasi, min fi'li al-muharramat, ikiwemo kuyafanya mambo mbalimbali ya haramu, wa tarki al-wajibat, na kuyawacha mambo ya wajibu mbalimbali, wa idha'ati salah, na kuzipoteza swala. Wako watu ndani ya Ramadhani hii ndio tabia yao. Sheikh anasema falam yataghayyar haluhu, mtu huyu haikubadilika hali yake
kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani yuko vile vile katika mambo yake mabaya. Walam yataghayyar haluhu, na haikubadilika hali yake mtu huyu. Walam yatub ila Allah, na wala hajatubia kwa Allah min sayyiati, kutokana na madhambi yake. Au taba minha taubatan muaqqatatan fi Ramadhan, au pengine ametubia kunako madhambi hayo, lakini ni toba ya muda tu katika Ramadhani. Walamma intaha, na pindi ulipomalizika mwezi wa Ramadhani, aada ilaiha, amerejea tena kwenye madhambi yale. Mtu aliyekasirika, anasema fahadha huwa al-khasir, huyu bwana ndiye aliyekula khasara. Alladhi khasira hayatahu, ambaye amekhasirika maisha yake mtu huyu. Wa dhayya awqatahu, na amezipoteza kabisa nyakati zake, kapoteza wakati. Walam yastafid min hadha ash-shahr illa adh-dhunub wal atham, na kufaidika katika mwezi huu isipokuwa ni madhambi na makosa mbalimbali. Ndicho walichokipata, hakuna chochote ambacho wamekipata. Waqad qala Jibril lin-nabiy alayhi salam, waqad qala Jibril lin-nabiy alayhi wassalatu wassalam, na kwa hakika alisema Jibril kumwambia mtume alayhima as-salatu wassalam, juu yao wawili hao, yani Jibril na mtume sallallahu alayhi wasallam, juu yao wawili hao ishuke sala na salam. Jibril aliomba dua na mtume akaambiwa itikie amin. Katika ambao walitajwa katika dua ya Jibril akasema alayhi salam, waman adrakahu shahru ramadhana, na yule ambaye umemdiriki yeye mwezi wa Ramadhani, kakutana mwezi wa Ramadhani, falam yughfar lahu, na kusamehewa yeye madhambi yake, fa ab'adahu Allah. Maana yake hii itazama ni khabar, lakina almurad bihi insha ay talab. Fa ab'adahu Allah, na Allah mweke mbali mtu ambaye imemdiriki Ramadhani na kusamehewa madhambi. Fa ab'adahu Allah, Allah mweke mbali mtu huyo. Qul amin, sema Muhammad amin, itikia dua hii. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمين، akaitikia dua ya Jibril. Sheikh anasema wal mahrum man haramahu Allah, na aliyenyimwa khairi, aliyezibwa khairi ni yule ambaye amemzuilia yeye Allah. Washaqiyu man ab'adahu Allah, na mtu muovu ni yule ambaye amemweka yeye mbali Allah. Huyo mtu muovu. Ibadallah, Sheikh anamalizia na saa zake nzito akisema, enyi waja wa Allah, inna ibadatallahi wajibatun fi kulli waqtin, hakika ibada ya Allah ni yenye kuwajibika kwenye kila wakati. Walaysa laha nihayatun illa bil maut, na haina hiyo ibada mwisho, haina ukomo bwana, isipokuwa ni kwa mauti, mpaka kije kifo ndio mwisho wa ibada. Qala ta'ala, amesema Allah ta'ala kwenye aya hii katika sura al-Hijri aya 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, naendelea kumwabudu Mola wako mlezi mpaka yakujilie wewe mauti. Al-yaqin fil aya al-maut. وقال تعالى، نامتوبيا الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. enyi wale ambao wameamini, mcheni Allah haki ya kumcha, na wala msife nyinyi wallahi isipokuwa mmekufa aliyakuwa nyinyi Waislamu. Takwa yatakiwa iendelee, Uislamu unatakiwa uendelee mpaka mtu ajiliwe na mauti yake, ndio mwisho wa kufanya amali. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه عظيم في الصحيحين، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. pindi akifariki mwanadamu ukatika matendo yake isipokuwa kupitia mambo matano.
hadithi hii ni ushahidi Sheikh ameleta hapa kwamba amali hukatika baada ya kufa, isipokuwa zile ambazo wewe umekuwa ni sababu ya kuendelea amali hizo huko duniani, basi ujira wako utakufuata hata baada ya kufa, kwa kuwa wewe ulikuwa ndio msingi wa ila. Na kama si hivyo, asli za amali hukatika baada ya kuja kufariki. Sheikh anakwambia wal mautu qaribun, na mauti yako karibu. Walillahi ibadat, na Allah anazo ibada mbalimbali, tuadda fi mawaqitiha almahdudi yawmiyan, zinawasilishwa zinatekelezwa hizo ibada. Allah anazo ibada mbalimbali, tuadda fi mawaqitiha almahdud, zinatekelezwa ibada hizo katika nyakati zake zilizopangwa. Yaumiyan, kwa kila siku ziko ibada za kila siku. Wa usbuiyan, na kwa kila wiki kuna ibada za wiki. Wa sanawiyan, na kwa kila mwaka kuna ibada za mwaka mpaka mwaka. Zote hizo zipo, Allah amekusambulishia ibada. Wa hadhihi alibadat minha, na hizi ibada kuna miongoni mwake, miongoni mwa hizo ibada ma huwa arkanun lilislam, kuna zile ambazo nazo ni nguzo za Uislamu, sio katika ibada ambazo ni nguzo mihimili ya dini. Wama huwa mukammilun lahu, na kuna zile ambazo ni zenye kukamilisha tu Uislamu, sio katika nguzo lakini katika mambo yenye kutimiza Uislamu. Fasalawatul khams, anatoa mfano sasa ya hizi ibada za kila siku, za kila wiki, za kila mwaka. Sheikh anasema fasalawatul khams, na swala tano kwa mfano, tuadda fi kulli yawmin wa layla, hizi zinatekelezwa katika kila mchana na usiku, kila siku tunaswali swala tano. Wa hiya ar-ruknu ath-thani min arkani al-islam, nazo hizi swala ni nguzo ya pili miongoni mwa nguzo za Uislamu. Baada shahadatain, baada ya shahada mbili, ikitoka nguzo ya shahada inaingia nguzo ya swala. Hiya amudul islam, hizi swala ndiyo muhimili, ndiyo bimu iliyobeba Uislamu. Haya, hiyo ni ibada ya kila siku. Wal jumu'atu, na ibada ya Ijumaa, salatul jumu'ah, tuadda kila usbu'in, hii inatekelezwa kila wiki. Wa hiya min a'zami sha'air al-islam, nayo swala ya Ijumaa ni miongoni mwa zilizokuwa kubwa zaidi katika neema za Uislamu. Yajtami'u laha al-muslimun, wanakusanyika kwa ajili ya hiyo Ijumaa Waislamu, fi makanin wahid, katika mahala pamoja. Kama ni kwenye mji, basi watu hukusanyika katika msikiti ambao unawakusanya watu katika mji. Pengine misikiti midogo midogo ya kando kando ikafungwa siku ya Ijumaa na watu wakaelekea katika al-masjidul jami', watu hukusanyika katika Ijumaa mahala pamoja, ihtimaman biha, kwa ajili ya kutilia umuhimu hiyo swala ya Ijumaa. Ibada nyingine aliyotaja hapa anasema wazakatu qarinatu salah, na zaka ni muambata. Wazakatu qarinatu salah, na zaka ni hirimu wa swala, ndio rika lake, ndio mwenzake. Wazakatu qarinatu salah, na zaka ni muambata wa swala. Ni ibada mbili zenye kuambatana. Hata ukiangalia nusus za kisheria, dalili za Qur'ani na Sunna, utaona zinataja hizi nguzo mbili kwa kuambatana. Itatajwa swala, itatajwa zaka, wakati inatangulia zaka inakuja swala, hakadha. Wazakatu qarinatu salati, na zaka ni mwenza wa swala. Wahia, nayo hiyo zaka fi ghairi almuasharati, katika yasiyokuwa ya kutolewa ushuru. Na mali za zaka zinatolewa ushuru 11, na zinatolewa nisfu al-ushri, nusu ya 10, na hizi ni zakatu az-zuru'i, zaka za mazao, min al-hububi wa thimari, katika mazao ya kunje na katika matunda.
tumefundishwa sisi kiwango chake ni 5 awsat, sio wasiki 5 kilogramu 600 kama na 66 hivi ndio kinaanzia vipimo vya zaka za mazao. Ikiwa umelima kwa kilimo ambacho si cha gharama kama vilimo vya mvua hivi, havina gharama kubwa, basi unatoa al-ushr, unatoa 11, unagawanya hizo 666 na kuendelea katika mafungu 10 sawa, unatoa 11 al-ushr. Lakini kama utakuwa ulitumia gharama vilimo vya umwagiliaji, mbegu za kisasa za ghali, dawa, mbolea, shamba lenyewe umekodisha, haya kuna ziara ya maafisa ugani waje kutembelea mimea, gharama chungu nzima, wewe utatoa nisfu al-ushr, nusu ya 11, utatoa nusu. Kwa hiyo kama ambaye ametumia kilimo cha mvua atatoa 11 kamili, na kama yule aliyetumia kilimo cha gharama anatoa nisfu al-ushr. Hii ndio inaitwa katika lugha ya kifikihi al-muasharat, zaka zenye kutolewa 10 kamili au nusu yake, sawa. Hizi ni zaka za mazao. Ama zakatul mali, zaka za mali kama na dhahabu, fedha, pesa, urudu tijara, biashara, arrikaz, hizi hutolewa rubu al-ushr kwenye ile nisab, kile kiwango cha zaka kifikia unatoa robo ya 10, 2.5 basi 2.5 inatolewa. Lakini al-muasharat hutolewa 10 au nusu ya 10. Hizo ni zaka za mazao. Lugha ya kifikihi shaka ametembea nayo hapa. Wazakatu, na zaka qarinatu salati, ni muambata wa swala, wa hiya nayo hiyo zaka fi ghairi al-muasharati, katika zisizokuwa zenye kutolewa mafungu ya 10, tuadda kila sana. Hizo bwana zinatolewa kwenye kila mwaka, zaka ambazo si za kutolewa fungu la 10, na hizi ni zaka za mali. Sasa hizi hazitolewi fungu la 10, ndio inatolewa rubu al-ushr. Wahia nayo zaka ambayo wahia na hiyo zaka fi ghairi al-muasharat, katika yasiyokuwa ya kutolewa 10, tuadda kila sanati, zaka hiyo itatolewa kila mwaka, ikiwa ni katika zile mali za zaka ambazo halitolewi 11 au nusu yake, bali inatolewa robo tu ya 10, kama 2.5 zaka za mali hizo, si ndio? Zaka za mali zinatolewa kila mwaka, si ndio? Wa amma al-muasharat, ama hizi za kutolewa fungu la 10 ambalo hutolewa 10 zima au katoa nusu kama umelima kwa gharama, fatuadda zakatuha, mali kama hizi hutolewa zaka zake inda al-husuli alaiha, wakati wa kuzipata mali hizo, wakati kama huo. Si lazima kila mwaka. Inawezekana kuna baadhi ya mazao yana muda mrefu zaidi wa kuvuna, mengine yanavunwa mara nyingi, mengine kwa mwaka ukalima hata mara 2 mara 3, si ndio? Sasa useme tumeshakuwa mwaka jana, kila unapovuna toa zaka, kwa sababu hizi nini? Hizi ni al-muasharat, zile ambazo zinatolewa al-ushr au nisfu al-ushr. Hizi ni pale unapopata. Ama ghairu al-muasharat, ama zile zilizokuwa za kutolewa 10, zile zinatolewa zaka kila mwaka. Ukae ufanye biashara mpaka izungukiwe na mwaka, kisha upige hesabu zako, ikiwa bado kiwango cha zaka kipo watoa sasa. Kwa hiyo kuna al-muasharat, mali ambazo hutolewa 10 au nusu ya 10, na hayo ni mazao. Na kuna ghairu al-muasharat, mali ambazo hazitolewi 10 bali zinatolewa chini ya hapo, kama vile robo ya 10, na hizi ni mali zingine kama pesa, dhahabu, fedha, biashara zinazouzwa ila ghairi dhalik. Kwa hivyo kwenye zaka pia utaona zimegawanyika. Kuna baadhi ya zaka
ni za mwaka hadi mwaka, na zaka nyingine ni za mavuno mpaka mavuno, hata kama mwaka haujakamilika. Fahamiana? Kisha anahitaji siyamu, wa siyamu shahri Ramadhan, na funga ya mwezi wa Ramadhan, yajibu fi kulli sanatin, inawajibika funga kwenye kila mwaka. Wa hajju baitillahi alharam, na kufanya haji nyumba ya Allah takatifu, yajibu ala almuslimi almustati' maratan fil umr, haji inawajibika juu ya muislamu mwenye uwezo mara moja katika umri wake. Alhajj marra, hija ni mara moja tu, hija ya faradhi inaitwa hajjul islam. Zaidi ya hapo ni ziada. Sasa wakadha al-umra, na kama vile umra pia, umra ya Kiislamu ni moja. Wama zada ala al-marra, na ile iliyozidi juu ya mara moja, min al-hajj, katika hajj, fa huwa tatawwu, nayo haji hiyo ni tatawwu, itakuwa ni ya sunna. Sasa shaka nasema wa ila janibi hadhihi al-ibadat al-wajiba, na kando ya hizi ibada za wajibu. Ametaja ibada za wajibu hapo, msiona ibada za siku, ibada za wiki, ibada za mwaka, amezitaja hapo rahimahullah. Sasa anasema wa ila janibi hadhihi al-ibadat al-wajiba, na kando mwa hizi ibada hizi mbalimbali za wajibu, ibadat mustahabba, kuna ibada zingine zilizopotezwa. Naam, ziko ibada zingine za sunna. Sasa na hii ndio neema ya dini yetu ya Uislamu. Mithlu nawafil salawat, fano sunna za swala, wa nawafil sadaqat, na sunna za sadaka, wa nawafil siyami, na sunna za funga, wa nawafil alhajj wal umra, na sunna za haji na umra. Ziko pia, si tu ni mambo ya faradhi, bali Uislamu umetuletea mambo ya sunna ambayo yanakuja kujazilizia faradhi zetu na kuzitimiza. Wa hadha mimma yadullu, na jambo hili ni miongoni mwa yale yenye kujulisha ala anna hayata almuslimi, juu ya kwamba uhai wa Muislamu kullaha, wote uhai wake ibadatu, ni ibada tupu. Imma wajibatu, ima itakuwa ni ibada ya wajibu, wa imma mustahabba, na ima itakuwa ni ibada mustahabba. Lakini maisha yote ya Muislamu ni ibada. Falladhi yadhunnu, na yule ambaye anadhania, na hawa ni watu wenye akili mbaya, watu waliokosa ufahamu wa haki. Falladhi yadhunnu, na yule ambaye anadhani anna al-ibadata matlubatun minhu, kwamba hakika ibada ni yenye kutakiwa kutokea kwake, fi shahr ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani tu, wa ba'dahu yuhfa min al-ibada, na baada yake Ramadhani anasamehewa na kufanya ibada. Mwenye kudhania dhana hii, qad dhanna su'an, kwa hakika huyu amedhania ubaya, amedhania dhana mbaya. Wa jahila haqqa Allah alayhi, na amekuwa mjinga wa kuijua haki ya Allah juu yake, kawa mjinga wa kuijua haki ya Allah juu yake. Walam ya'rif dinahu, na huyu hakuijua dini yake. Bal lam ya'rif Allah haqqa ma'rifatihi, bali huyu hajamjua Allah ukweli wa kujua kwake. Walam yaqdirhu haqqa qadrihi, na wala hajamtukuza haki ya kumtukuza Mola wake. Bado afal haithu lam yuti'uhu illa fi Ramadhan, kwa kiasi ambacho hajamtii Mola wake isipokuwa katika Ramadhani pekee yake. Walam yakhaf minhu illa fi Ramadhana, na wala hajaogopa kumuogopa yeye Allah ila kwenye Ramadhani. Walam yarju thawabahu illa fi Ramadhana, na wala hakuzitaraji thawabu zake Allah ila katika Ramadhani pekee yake. Inna hadha al-insana maqtu'u silati billah, haika huyu mwanadamu ni mwenye kukata sila yake na Mola wake. Inna hadha al-insana maqtu'u as-silati billah, hakika huyu mwanadamu ni mwenye kukatikiwa mahusiano yake na Allah. Ma annahu
pamoja na hakika mambo yalivyo la ghina lahu anhu tarfat ain, hana ukwasi yeye kunako Allah, hana kujitosheleza yeye kunako kumhitajia Allah tarfat ain, kwa upepesi wa jicho. Yani hata kiwango cha kupepesa jicho huwezi ukawa humhitajia Allah kwenye kiwango hicho. Sisi tunamhitajia Allah nyakati zote, hata kama ni finyo huo muda unamhitajia Allah. Hakuna muda wote utampitikia mwanadamu ikawa kama hamhitaji Mola wake amtetee, amlinde, amhifadhi, amsaidie. Hakuna hata kiwango cha upepesi wa jicho tamtam huwezi ukajitegemea, na ukiachwa peke yako unaangamia. Allah anakuhifadhi kwa nyakati zote. Shaka nasema wala amalu mahma kan, na amali vyovyote vile ambao itakavyokuwa, iwe kubwa itakavyokuwa, idha kana maksuran ala shahr Ramadhan, bidi ikiwa imefupizishwa hiyo amali juu ya mwezi wa Ramadhani tu, wa amalu mardudu ala sahibi, hiyo ni amali yenye kurejeshwa kwa mtu wake. Sisi hatuna ibada za msingi bwana, kwamba mnaonekana wacha Mungu, mmeacha mambo ya haramu, mnahudhuria swala za jamaa misikitini, masha Allah, alafu ikiondoka Ramadhani mnarejea katika maasi na yale mabalaa. Hakuna Uislamu. Amali kama hii hata kama ni kubwa kiasi gani, ikiwa imefukuzishwa kwa Ramadhani tu, shaka nasema hiyo itarejeshwa, amali hiyo itarejeshwa kwa mwenyewe, mahma at'aba nafsahu fi, kwa kiasi chochote ambavyo ameitaabisha nafsi yake katika amali hiyo. Kwa nini kataliwe? Li'annahu amalu mabtur la asla lahu wala farq, kwa sababu hiyo ni amali iliyokatika, ay mabtur, haina asili, kwa maana haina chanzo wala far'a, wala haina tawi. La asla lahu wala far'a, haina asili amali hiyo wala haina tawi, ni amali isiyokuwa na muendelezo, amali iliyoning'inia hivi, haina mwanzo wala haina mwisho, una asli wala tawi. Dini yetu ile ya amali hizi. Sheikh anamalizia anasema hafidhahullah, wa inma yantafi'u bi ramadhana ahlul iman, kwa hakika si vinginevyo wananufaika kwa hii Ramadhani watu wa imani, alladhina hum ala alistiqama fi kulli zaman, wale ambao wao wako juu ya msimamo katika kila zama. Ya'lamuna anna rabba ash-shuhuri wahidun, wanafahamu hawa waumini hawa kwamba hakika muumba wa miezi ni mmoja, wa huwa fi kulli shuhuri muttali'un ala a'mali ibadihi wa shahidun, naye huyu Allah katika kila miezi ni mwenye kuzitokezea kwa amali za waja wake na ni mwenye kujishuhudia. Kwa hivyo wao hata siku moja hawaachi kumwabudu Allah, kwa sababu wanajua huyu Allah ambaye wanamwabudu katika Ramadhani ndio huyo yuko Shawwal, ndio huyo yuko Dhulqa'da, ndio huyo yuko Dhulhijja wal Muharram wa Safar wa Rabiul Awwal wa Rabiul Thani wa Jumada al-Ula wa Jumada al-Thaniya wa Rajab wa Sha'ban mpaka Ramadhani. Wanajua Allah ni huyo yuko miezi yote. Kwa hivyo hawawezi kuacha ibada eti kwa sababu mwezi wa Ramadhani umeondoka. Utawasikia wale mughafalun, alhamdulillah mwezi wa toba umeisha, sasa ni furu kujiachia. Naombeni mwaliko wa dawa, klabu gani, bichi kwa wapi, picnic wapi, sui kadha, hawajali watu tena kwa sababu Ramadhani imeondoka. Utaona vituko kama ni kesho utaona mabalaa ya Waislamu. Hivi sasa baadhi ya sehemu za biashara zimedoda kwa sababu inaonekana sisi ni maifiriti kweli kwa Waislamu. Watu wanalia huko, kaunta ziko vile inaonekana walevi wengi wako misikitini, watafunguliwa baada ya Ramadhani. Wauza gomba huko wanalalamika, levi haiendi.
kila siku wanalaza bare. Haya, ngoja hapo kwenye hiyo mirungi itakuliwa wa haka bala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hii ndio asli ya kitabu Ihya al-Iman ibn Ramadan. Lakini shekhe ameunganisha faida hapa, na hii ni kama risala nyingine, faida ya mambo ya kiamu cha tarawih na taratibu zake, na ile tu ya kuhitimisha Qur'ani, kuweza kufunga. Hizo ni faida zingine, lakini kitabu cha asli shekhe amekiandika kwa darasa 30 ambazo alhamdulillah tumezisoma zote kuanzia darasa ya kwanza mpaka darasa ya 30 ambayo tunaikamilisha hii leo, walillahi alhamd. Yani kwa makadirio kila siku moja ya Ramadhani ilikuwa darasa yake, walillahi alhamd. Hii ndio kheri ya kuanza madarasa mapema. Sasa hichi kitabu kimeisha, lakini elimu haiishi, elimu inarejewa kukumbusha. Kuna masaili mengi hapa ndani yenye kuhusiana na saumu na mengine yanahusiana na dini yetu kwa ujumla, wala si mambo ya saumu pekee yake. Alhamdulillah, darasa zinarekodiwa na vijana wetu wote, wanazihariri darasa, wanazituma makundi yetu kwa mabango kabisa, mpaka nambari darasa ya 5. Kazi kubwa inafanyika. Basi na wewe tu bidii ya kujifunza. Malengo yetu haya madarasa sio mapambo kwa grupu au kwa masiku, ni watu wafuatilie, kusikiliza watu mbali, wasikilize, watumie ndugu zako, rafiki zako, waislamu wenzako. Tumia fursa hii kuhamisha kheri, na wewe utasabika kwa hao. Bihadha alqadri kifaya, kiwango hiki kitatosha. Ilahuna barakallahu fikum. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى، وأن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وإنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. نعم.